Baada ya kuhitimisha safari yake katika kombe la dunia, nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe ametoa ujumbe wa hisia kwa mashabiki wake, akieleza maumivu ya kukosa ubingwa, lakini akisisitiza fahari ya kile timu yao ilichokipigania. Mbappe alisema mwezi mzima wa kombe la dunia ulikuwa safari ya hisia, kujituma na fahari ya kuvaa jezi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Alisema kilichowaunganisha wao na mashabiki wao kilikuwa ni mapenzi makubwa kwa mchezo wa soka, iwe waliokuwa wakitazama nyumbani au waliokuwa uwanjani kushangilia. Hatujaleta kombe la pamoja nyumbani, inauma na itaendelea kuuma kwa muda. Sitajifanya vinginevyo, alisema Mbappe. Ingawa alifanikiwa kushinda kiatu cha dhahabu Golden Boot kama mfungaji bora wa mashindano, Mbappe alisema tuzo hiyo ingekuwa na maana kubwa zaidi kama ingeambatana na kombe la dunia. Namnukuu akisema, najivunia kushinda Golden Boot, lakini ingekuwa na thamani zaidi ikiwa kombe la dunia lingekuwa pembeni yake. Nahodha huyo wa Ufaransa pia aliwashukuru wachezaji wenzake, akisema mafanikio yake binafsi yasingewezekana bila juhudi za timu nzima, pasi zao, mbio zao na moyo wao walioonyesha tangu mchezo wa kwanza hadi wa mwisho. Mbappe alikumbuka ndoto yake ya utotoni ya kucheza kombe la dunia na kusema sasa ametimiza zaidi ya aliyowahi kufikiria baada ya kushiriki mara 3, kushinda 1 na mwaka huu kupata heshima ya kuiongoza nchi yake akiwa nahodha. Aliwashukuru pia mamilioni ya mashabiki waliokuwa wakiamini timu hiyo licha ya nyakati ngumu. Hadithi hii haikuandikwa na wale 11 waliokuwa uwanjani pekee, iliandikwa na mamilioni ya watu waliokuwa nyuma yetu, alisema Mbappe. Mbappe pia alimshukuru kocha Didier Deschamps, benchi la ufundi, madaktari, wapishi, wakufunzi wa viongozi, madereva na watu wote waliokuwa wakifanya kazi nyuma ya pazia kuhakikisha timu inafanya vizuri. Akizungumzia maana ya soka, Mbappe alisema licha ya ushindani mkubwa, soka bado ni mchezo unaoanza na vitu rahisi: mpira, goli na hamu ya kufunga. Alimaliza kwa ujumbe wa matumaini, akisema safari yao haijaisha kwa sababu bado kutakuwa na michezo mingine na nyakati nyingine za kusherehekea pamoja. Namnukuu akisema, kombe hili la dunia limefikia mwisho, lakini hadithi inaendelea. Safari yetu pamoja bado haijaisha. Ujumbe wa Mbappe umeonyesha upande mwingine wa mchezaji ambaye mara nyingi huonekana kwa mabao na rekodi, lakini nyuma ya mafanikio hayo kuna presha, maumivu na dhamira ya kuendelea kupigania ushindi. Hii ni AyoTV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.